Yes, ni siku nyingine mtazamaji wa Tumaini Television popote pale ulipo. Ni Jumamosi nyingine tulivu kabisa. Mwana Big School, mwanafunzi ambaye weekend hii imekukuta upo nyumbani. Naamini ni siku nyingine kwa ajili ya kujadiliana, kuzungumza ya wanafunzi mengi zaidi. Nikukaribisha sana na siku ya leo tupo shule ya sekondari George Kongoe huku, shule ambayo inamilikiwa na Jimbo Katoliki la Mahenge. Kwa hiyo tumewatembelea marafiki zetu hawa nao waweze kutufundisha na kutupa elimu nzuri kwa kuwe mwanafunzi ambao umeketi sasa hivi nyumbani kwa ajili ya kutazama kipindi cha Big School. Jina langu ni Innocent John, nyuma ya kamera ni Joseph Peter ambaye anahakikisha yote ambayo tumekuletea yanakufikia moja kwa moja. Darasa huru tumejipanga vizuri, funguka vipaji kwa wewe vitaenda kukunufaisha. Nikukaribisha sasa moja kwa moja twende tukawatembelee wanafunzi hao, tukaanze na kipengele chetu cha funguka ili ukajifunze na kujionea elimu waliokuwa nayo. Karibu sana. Sheikh, nataka kuniambie nyuma imeandikwaje? Imeandikwa George Kongoe Secondary School. George Kongoe Secondary School. George Kongoe Secondary School. DSS of Mahenge. Quality education. Njoo mwanangu, kapata au kakosa? Njoo tuone. Njoo tuone mwanangu, njoo tuone. Uliongeza umetoa wapi? Hilo ni jimbo. Mimi niliuliza kwamba alovaa jamaa t-shirt inaitwaje? Imeandikwaje nyuma? George Kongoe Secondary School, Quality education. Au sio? Kwa hiyo kuna mengine hayapo hapa, ile umetuongezea. Hii hapa mzee wangu. Tumemaliza mwanangu, weka kae tu. Mimi na swali hili moja. Nisikilize kwa makini kabisa. Swali langu ni moja. Kuchomoza kwa jua tunaita sunset. Kuzama kwa jua tunahitaje? Mchague mwenzio aje anyoshe. Nani? Anyoshe? Haya poa. Tuanzie hapo. Unafikiria wanzio kwa nini wamekosea? Kuzama kwa jua inaitwa sunset. Kutokeza kwa jua ni sunrise. Nipe hii hapo. Makofi kwake. Unaitwa nani? Husna Adam. Husna? Adam. Ndio cha nne. Unapenda somo gani? Napenda Kiswahili. 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 Hivi Kiswahili ni Kibantu ama sio Kibantu? Kiswahili ni lugha ambayo imetoholewa kwenye lugha za Kibantu. Ni lugha ambayo imetoholewa kwenye lugha za Kibantu. Yaani maneno misamiati yake mingi imetoka katika lugha za Kibantu. Au sio? Yeah. Kwa mfano kwa watu wa Wanyakyusa, maji wanasema mazi. Hilo mazi limetolewa mpaka limekuja kwenye neno maji ambalo ndo tunasema ni Kiswahili. Au sio? Nakubali sana. Unaitwa nani? Naitwa Agata Francis. Nani? Agata Francis. Wewe ni head boy eh? Hapana. Hapana. Wewe ni head boy? Hapana. Sio head boy? Yeah. Ni nani? I'm a student. I'm not a prefect. Sio head boy? Yeah. Head boy ni nani? Head boy. He's not here. Ni nani yani? Head boy ni kiongozi wa kiume. Head boy. Ni kiongozi wa kiume ambaye sokoni. No, wa shuleni. Ni kiongozi wa kiume naye waongoza wenzake akiwa shuleni. Au sio? Inakuaje? Fresh. Kama kawa. Poa kabisa. Sasa mimi mwanangu, mimi sitaki kwenda mbali. Sawa, naomba hicho kitabu. Shika mic. Chukua mic. Hapa. Mimi sitaki kwenda mbali. Hapa. Hapo ulipopagusa hapa. Sawa. Mwanangu naona kama mnapiga geography imelala. Sawa mwanangu, haina noma. History imelala. Wewe umefunua hapa mwanangu, unasoma geography, si ndio? Ndio. Sawa, haina noma. Tunaishi humu. Wewe niambie tu type of weather ni. Types of weather. Hapa usiku unasoma hapo mwanangu. Mimi sijafunua kokote. Okay. Tenzeni. There are two types of weather.
chemical weathering and mechanical weathering. Oya, mtaka mwa geography nani hapa? Kapata? Hajapata? Kwa ajili ya mwenzangu alivyosema kuna types tatu za weathering ambayo ni physical, chemical, au mechanical, chemical na biological weathering. Au sio? Hivi weathering sokoni tunaipata wapi? Weathering haipatikani sokoni. Yaani pale weathering ni disintegration of the solid material in the soil by physical process, biological process and mechanical process. Mimi na swali moja kwenye biology, sawa? Kwenye biology tunasema kuna kitu kinaitwa mmea kujitengenezea chakula chake. Kitaalamu inaitwaje hiyo mzee wangu? Niambie. Photosynthesis. Sijasikia? Photosynthesis. Kitendo cha mmea kutengenezea chakula chake inaitwa photosynthesis. Au sio? Rudia tena sikie rafiki yako. Photosynthesis. Tena? Photosynthesis. Leo mkienda kula chakula chake akuongeze wewe, si ndio? Si ndio? Au sio? Naitwa Linus Nixon Mtashobia. Kidato cha ngapi? Cha kwanza. Cha kwanza? Ndio. What is history? History is the study of past and present event that have the study of past and present event that have impact to human life. Yes. Sure. Yes. Na uko unapiga somo gani? Somo gani hilo? Biology. Noma sana mwanangu, daktari kabisa. Sawa. Kwa tuendelee tu kupiga mawili matatu. Yaani hiyo unapiga biology hapa safi kabisa. Ina noma. Mimi nataka tu naambie branch of biology. Microbiology. Botany. Una uhakika? Yes. Tuende ya pili. Zoology. Ya tatu. Microbiology. Rosia. Yes. Mwanangu kweli. Video unataka kuniotea au somo bado kumbe biology unaisoma. Huduma ya kwanza unaijua? Hujawahi kwenda supermarket ukakutana na huduma ya kwanza inauzwa? Sijawahi kwenda. Hujawahi kwenda supermarket? Dukani kwa Mangi? Nimewahi. Umewahi? Anauza shilingi ngapi Mangi huduma ya kwanza? Haujui bei yake? Huduma ya kwanza haiuzwi. Hapo sijui lakini haiuzwi. Haiuzwi ila huwa upatikana mahospitalini. Huduma ya kwanza. Sasa sikia mwanangu. Wewe fanya hivi, wewe nipe 5 ya kwanza kwa sababu umesema haiuzwi. Waambie kule kwamba huduma ya kwanza ifanyaje? Haiuzwi. Haipo kwa Mangi, si ndio? Ndio. Ila tunaipata wapi? Hospitalini au mtu akipata ajali huwa anapewa huduma ya kwanza. Baada hapo ndo anapelekwa hospitali. Au sio? Kati ya first aid na huduma ya kwanza kipi kinaanza? Vyote ni kitu kimoja. Vyote ni kitu kimoja kwa. Shika hii hapa mzee. Nyingine? Ni wewe niambie mwanangu. Unaitwa nani? Daniel. Yes. Wewe ni head girl wa darasa No. No. Sio head girl? Yes. Sio head girl? Yes. Ni nani sasa? Head boy. Wewe ni head boy? Yes. Hivi head girl ni nani? Head girl. Ni dada mkuu wa shule. Kuna swali liliulizwa hapo la laboratory, si ndio? Yes. Umelisikia? Amesema hapo. Sasa mimi nataka nijue zile sheria za laboratory kwenye Kiswahili zipo topic ya ngapi? Hazipo.
Mambo ya biology ni yanazungumzia kwenye masomo ya science. Na Kiswahili ni mambo ya lugha, silabi, consonant, ilabu. Hivyo. Piga makofi kwa ajili ya walimu. Umenyosha sana, sio? Hivi mstari wa equator hapa Kongo umepita wapi? Mstari wa equator. Hapa Kongoe, yani hapa Kongoe umepita wapi? Mstari wa equator hujapita hapa. Mstari wa equator ni mstari ambao unaganisha dunia kwenye sehemu kuu mbili. Safi, Sehemu za North Pole na South Pole. Au sio? Ndio. Mbona sana mambo magumu hivi? Ndio tunafundisha. Magumu? Sio magumu. Sawa. Hivi living things ni vitu ambavyo vyenye uhai. Ni vitu vyenye uhai. Vilivyokufa. Vyenye uhai. Vyenye uhai. Kwa mfano binadamu, wanyama, wadudu. Wewe unasoma history? Nasoma. Ndio. Unasoma? Hivi zoology na botany kwenye history tunaipata sehemu gani? Kwenye Iron Age pale ama kwenye Stone Age? Zoology and the botany. Zoology na botany ni branches of biology. Branch of biology. Hivi dictionary kwenye hisabati inatusaidia nini? Kuna edition 16. Alafu kuna aina 5 za dictionary. Mimi naongezea na kitu hapo. Kuna kitu kinaitwa first aid kit. First aid kit is a small box which contain first aid specimen which used in first aid. Hivi ukitaka kusema John alikuwepo hapa na ameondoka muda huu. Kwa Kiingereza tunasemaje? John alikuwepo hapa na ameondoka muda huu. John is here. He left now. History umeisoma vizuri form 3. Yaani inaeleweka. Huwezi kunidanganya chochote, na ukindanganya sasa hivi na kubeba na kupeleka kwa mwalimu wako. Sawa? Mimi nataka niambie vitambulizi vitatu vya ukoloni hapa kwetu. Traders. Ambao ni nani? Traders kama mtu trade. Au kufanya biashara, tanguza kufanya biashara, traders. Au sio? Achukua hii hapa kwanza. Wa pili? Missionaries. Yes. Ambaye huyo alikuwa ni nyanya, si ndio? Hamna, au alikuja kwa niaba ya kusambaza dini, yani kama vile kwa porosha wa Afrika. Au sio? Chukua hii hapa ya pili. Wa tatu? Explorer. Explorer. Nyosha vizuri sasa. Afiki yangu vipi? Nyosha vizuri sasa Explorers. Yes. Hapa nimekukuta unasoma umaskini. Unausoma umaskini mwanangu. Nataka uondoe umaskini. Sawa, nipe sababu za madhara ya umaskini. Ama effects of poverty. Effect ni madhara. Effect of poverty. Number 1. Unasoma kwenye daftari mwanangu, unasoma kwenye kitabu mwanangu, au sio? Hii biology. Hiyo biology. Sawa. It increase moral decay. Hii ni madhara ya umaskini kwa sababu watu wanaingia kwenye mambo ya kujiuza kwa wanawake na wengine wanaingia kwenye kuuza madawa kulevya ili wajipatie kipato. It causes death of people. Sababu watu wanapokuwa wanaingia kwenye mambo ya wizi, kuuza madawa, wanapokuwa wanakamatwa muda mwingine wanaweza wakapata vifo vingi. Si hata mwalimu hata twenzetu moja tu atumalizie moja. Ya tatu ni it can cause bad behavior to the people. Kila baada ya miaka 5 Tanzania waga tunafanya nini? Kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi wa kuchagua rais. Sawa. Chukua hii hapa. Kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi wa kina nani na nani? Unaitwa nani na kidato cha ngapi? Kwa majina naitwa Newton Paul, nasoma kidato cha 3. Kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi wa marais, makamu rais
mawaziri na wabunge. Kwa majina anaitwa Form 3 kabisa, msiniangusha. Anaitwa Elisha. Wala miaka 5 wafanya uchaguzi wa marais, wabunge na viongozi wa kata. Mambo kama kawa. Fasihi andishi ndio inawasilishwa kwa njia ya mazungumzo. Hapana, kwa njia ya maandishi. Tuelezee hizo zimekaaje hizo? Fasihi andishi inawasilishwa kwa njia ya maandishi. Fasihi andishi inawasilishwa kwa njia ya maandishi. Fasihi simulizi inawasilishwa kwa njia ya masimulizi ya mdomo. Ipo tofauti ya jando na unyago. Jando. Ongeza sauti mwana. Jando ni sehemu ambayo watu wanapelekwa kufunzwa. Alafu unyago ni tendo. Unyago ni sehemu ambayo yani watu wanapewa mafundisho kama Wamasai wanavyoenda kupewa mafundisho. Nimemaliza hivi katika kipengele cha funguka. Tumezungumza mengi sana na wanafunzi wa shule ya sekondari George, na sasa tunafuata kwenye kipengele kingine. Nikwambie tu ya kwamba wanafunzi wa shule hii wana maarifa ya kutosha kweli kweli, namna ambavyo wanajibu maswali kwa kujiamini, namna ambavyo inaonekana kabisa walimu wanafanya kazi iliyo nzuri. Mimi na timu yangu sasa tumemaliza katika kipengele cha funguka. Tumejifunza mengi kutoka wanafunzi hawa. Kuna vitu vingine vinafuata mara baada ya funguka. Cha msingi uendelee kubaki hapo hapo, endelea kusalia hapo hapo. Hii ni The Big School kutoka shule ya sekondari Kongoe George. Kumbe mnajua. Haya, sawa. Asante sana. Tuende kwenye kipengele kingine ambacho kinafuata rafiki yangu, tukajifunze kwa pamoja. Mtazamaji wa Big School, bado tupo katika shule ya sekondari George hapa Kongoe. Tuna mengi sana ambayo tunaendelea kujifunza kutoka kwa wanafunzi, na sasa ni benchi la ufundi. Tunaenda kuangalia namna ambavyo mawazo ya wanafunzi hawa kutoka shule hii ya sekondari George Kongoe wanavyojaribu kufafanua na kuelezea mambo mbalimbali. Mimi ni Innocent John, niko na Joseph Peter nyuma ya kamera ambaye anahakikisha pia benchi la ufundi linakaa vizuri kama ambavyo segmenti zingine zimepita. Mambo vipi? Poa. Tuko fresh Fresh. Na leo tutajadiliana kuhusiana na ni upi wajibu wa mwanafunzi ama haki na wajibu wa mwanafunzi. Wewe kama mwanafunzi unajua wajibu wako, unajua haki zako kama mwanafunzi. Basi wanafunzi hawa, marafiki zangu kabisa hawa, watatueleza na watatuambia, lakini pia tutapata mawazo ya mwisho kutoka kwa mzee wetu Patrice Kainda, naye atatueleza kwa mtazamo wake. Karibuni sana jamani kwenye benchi la ufundi. Asante. Tuzungumze kama wanafunzi, si ndio? Sawa, mimi nataka uniambie kwanza, wewe kama mwanafunzi, hivi wajibu ni nini kabla ya kujua wajibu wako? Wajibu ni nini? Kwa jina naitwa Warren William Kipenye, ni mwanafunzi wa George Kongoe Secondary School kidato cha 3. Wajibu ni vitu ambavyo au ni vitu ambavyo mwanafunzi anatakiwa kuvitekeleza akiwa shuleni. Safi kabisa. Sawa, umemaliza. Niambie wajibu wako kama mwanafunzi ni upi? Wajibu wangu kama mwanafunzi ni kusoma kwa bidii. Kivipi? Kusoma kwa bidii ni kwa kutumia njia mbalimbali kama kuuliza walimu maswali mbalimbali ili kuelekezwa, kuwafuata watu wale ambao wanafaulu darasani ili wakusaidie maswali kadhaa, na pia kutafuta muda wako binafsi kujifunza ili kufaulu mitihani. Asante. Safi kabisa. Sawa. Mpe rafiki yangu mic hapo. Inakuaje? Safi. Kama kawa Kama kawa. Nani? Kwa majina naitwa Gerald Rashid Bilali, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari George Kongoe kidato cha 4. Tuambie wewe kama mwanafunzi wajibu wako unaofahamu? Ndio naofahamu. Wenzetu. Mimi kama mwanafunzi kwanza nina wajibu wa kuwa na nidhamu bora na kufuata sheria za shule. Kwa sababu ninapokuja shule kwamba kwanza napewa taratibu na kwamba natakiwa mimi kama mwanafunzi nifanye 1 2 3. Kwa hiyo kutokana zile protocol ambazo nimepewa nahitajika kwamba kuzifuata. Kule ni wajibu wangu kuzifuata zile sheria ili kuwa katika mstari ulionyooka. Okay. Kwa majina naitwa Safina Andrew, ni mwanafunzi wa George Kongoe Secondary School, nasoma kidato cha 4. Wajibu wako kama mwanafunzi sasa, umeanza form 1, form 2, form 3 na sasa form 4. Wajibu wako kama mwanafunzi unaujua ni upi? Wajibu wangu kama mwanafunzi ni kuwa msafi na mwenye nishati. Wajibu wangu kama mwanafunzi ni kuwa na nidhamu. Kuwa msafi. Wajibu wangu kama mwanafunzi natakiwa nijiweke msafi kwa sababu hata katika masomo yangu
haiwezi mtu unasoma tu afu unasoma maeneo machafu, hata wewe unakuwa uelewi. Unatakiwa uwe msafi wa mwili, inatusaidia katika afya. Kwa sababu hata katika mwili wetu tunatakiwa tuwe msafi. Kwa hiyo usipokuwa msafi, huwezi ukawa unasoma vizuri, kwa sababu unaweza labda ukapata magonjwa ya ngozi, unasoma huku unaumia, kwa unakuwa ufaulu katika masomo yako. Kingine katika nidhamu. Nidhamu inaenda sambamba na taaluma. Kwa sababu mtu anapokuwa na nidhamu, hata unakuwa na nidhamu ya kwenye kusoma. Unasoma, unajua nisome kipi leo, nisome nini, nipangilie vipi mambo yangu. Kwa hiyo inakusaidia hata kwenye ufaulu wako. Wajibu wangu ni kufuata taratibu na ratiba za shule. Kama mimi mwanafunzi nikiamka asubuhi saa 10 nitakuwa naenda darasani, preparation of morning prep. Nikitoka hapo nitaenda kwa usafi wangu wa bonini na safi nje kwa mazingira, nitajiandaa, nitaingia darasani. Nikifika saa 4 dakika 20 ni wajibu wangu kutoka kwenda kupata kifungua kinywa au breakfast. Nikimaliza lazima nirudi darasani kusoma. Nitasoma mpaka saa 7 dakika 30. Saa 7 dakika 30 nitaenda kupata lunch. Nitarudi zangu darasani kwa ajili ya remedial na kujiandaa kwa ajili ya dini saa 12:30. Okay. Safi kabisa. Humo ndani tumeona pia na haki zako umezielezea vizuri kabisa na wajibu wako. Safi kabisa. Asante sana. Kwa majina naitwa Victoria Maulus Kisanga. Ndio. Mwanafunzi wa shule ya George Kongoe Secondary School, kidato cha 4. Wajibu wangu kama mwanafunzi ni kuwasaidia wanafunzi wenzangu. Sasa wale wenye uelewa wa chini. Kwa mfano unakuta mwanafunzi anakuwa elewi kitu fulani. Anaweza kanifuata mimi hapa nikamuelekeza. Huo ni wajibu wangu. Na pia wajibu wangu mimi kama mwanafunzi ni kuwa mwajibikaji. Hapo kwenye kuwa mwajibikaji inamaanisha kwamba kama mwalimu akinigea kazi mimi, inabidi niifanye hiyo kazi, na kama sijaielewa inabidi nimfuate mwalimu anielekeze hivyo. Asanteni. Okay. Wajibikaji lakini pia kusaidia wengine, si ndio? Ndio wajibu wako. Tumekubaliana naye? Ni sawa? Au kuna mwingine haiko sawa hiyo? Iko sawa. Mimi nataka mniambie sasa, endapo mwanafunzi hatutimiza wajibu wake, ni vitu gani ambavyo anaweza kuvipata na tunaweza tukamsaidiaje huyu mwanafunzi? Tuanze hapo rafiki yangu. Mwanafunzi asipotimiza wajibu wake, inaweza kapelekea mwanafunzi kufeli. Kwa mfano, mwanafunzi ana wajibu wa kufuata nini? Sheria za shule. Na kama yule mwanafunzi kuna sheria ya kutotoroka shule, afu mwanafunzi unatoroka shule. Sawa. Ukitoroka shule, huko nje unapoenda unaweza kupata madhara yoyote. Afu kiangalia hapa shule hakuna anayejua. Hiyo inaweza kapelekea mwanafunzi nini? Ufeli. Maana upo huko nje ya shule, ukirudi tena shuleni vitu mbalimbali vinakupita. Na pia ili kumsaidia yule mwanafunzi, baada tu ya kugundulika kwamba alitoroka shule, anaweza kapewa adhabu kali au hata pia kuelimishwa kwamba kuna madhara ya kutoroka. Asante. Safi kabisa. Safi kabisa. Hapo tuambie mtu asipotimiza wajibu wake, yani mwanafunzi asipotimiza wajibu wake, tutegemee yapi kutoka kwake? Mwanafunzi asipotimiza wajibu wake inakuja kutokea mgogoro wa kiafya. Sababu mwanafunzi atakuwa hafanyi usafi katika wa mwili wake, usafi wa nje. Sababu kuna hata mbu wanasababishwa wanazalisha kwenye maji. Sawa. Kwa hiyo ukiwa anaeka sema ambapo maji yanatuama feki majani, kwa hiyo mbu atazalisha na kusababisha magonjwa kwa wanafunzi. Okay. Na chingine kujitafutia matatizo, kwamba mwanafunzi asipofuata wajibu wake kama mwanafunzi atapata matatizo mbalimbali. Kama atakuwa na frequently anaadhibiwa na mwalimu, sababu huyu muda wa kitu fulani yeye anafanya kitu fulani, huyu muda wa kitu fulani yeye anafanya kitu fulani. Hiyo itapelekea mwanafunzi kuadhibiwa kila mara na hivyo. Asante. Sawa. Shukrani sana mzee wangu. Mawazo yako ni mazuri, tumeyapokea. Tutafanyia kazi. Si ndio? Asante. Sawa, mpe hapo rafiki yangu. Haki yako kama mwanafunzi nafikiri ni ipi? Wewe kama mwanafunzi una haki zipi? Mimi kama mwanafunzi na haki ya kusikilizwa. Sawa. Safi kabisa, kwa sababu ninaposikilizwa nakuwa namuelezea mtu matatizo yangu. Kwa sababu unaweza, kwa mfano kuna familia nyingine, mtu anakuwa katika familia asikilizwe, anamwambia mzazi labda mama mimi shule nimepungukiwa kitu fulani, anakuwa asikilizwe. Mama labda mimi na tatizo fulani anakuwa asikilizwe. Kwa hiyo inamsababisha mtu kukosa, yani anapeleka wapi
hope yake au anapeleka wapi vitu vyake, hana sehemu ya kuviangushia. Kwa hiyo inampelekea mwanafunzi hata kukosa confidence katika masomo yake au kukosa kujiamini kwamba mimi mbona hata nyumbani naonekana sio mtu, kwa hata shule hata nikifanya hiki napo nitaonekana kama sio mtu. Kwa hiyo inampelekea mwanafunzi kuharibika. Unamwambia nini mwanafunzi ambaye atimizi wajibu wake? Mwanafunzi ambaye atimizi wajibu wake, cha kwanza nitamweka chini kwanza. Nitaanza kumuelezea madhara ya kutokutimiza wajibu wake. Cha kwanza kama alivyosema hapo rafiki yangu, itapelekea kufeli kwa mtihani. Nitamuelekeza vizuri, unaweza kafeli na maana hujui mtihani uko naishije. Kwa hiyo unaweza kafeli hapa shuleni na mtihani usipate kitu chochote. Kwa hiyo unatakiwa kutimiza wajibu wako kama mwanafunzi. Okay. Sawa. Madam, hapo na cha kuongezea, unamwambia nini mwanafunzi asiyetimiza wajibu wake? Mwanafunzi asipotimiza wajibu wake anaweza akajiingiza kwenye makundi yasiyofaa. Kwa mfano, mwanafunzi asipokuwa na nidhamu anaweza akajiingiza kwenye utoro, maybe anatoroka anaenda kuvuta bangi. Hizo bangi zinaweza zikamuaffect psychologically, ambayo ikamsababishia matatizo, na pia anaweza akawa anaenda labda wanajichanja hivi sindano ambayo inaweza ikapelekea maambukizi ya ukimwi na magonjwa mengine. Sawa. Hivyo tu. Safi. Tuambie mzee wangu hapo, mwanafunzi asipotimiza wajibu wake tunamsaidiaje? Kwanza mwanafunzi asipotimiza wajibu wake, kwanza naweza ngasema kwamba anatakiwa apewe kama ushauri na saa. Kwa sababu unakuta labda yeye hajui afanye nini kwa wakati gani. Sawa. Kwa hiyo kama kupitia ushauri, labda kupitia kama mimi mwanafunzi kumshauri, au kama mwalimu akipata muda wa kumshauri na kumweleza kwamba fanya hiki kwa wakati fulani utafanikiwa, hiyo itamsaidia yeye mwenyewe aweze kuwa responsible kwa mambo yake mwenyewe hivyo. Okay. Mtazamaji wa Big School, bado tupo katika shule ya sekondari George Kongoe hapa. Na hili ni benchi la ufundi. Namna ambavyo mmewasikia wajibu na haki ya mwanafunzi wameelezea vizuri, lakini mwanafunzi kama mwanafunzi usipotimiza wajibu wako ni vipi unaweza ukawa? Ni mawazo ya marafiki zangu hapa wamekueleza na wamezungumza kwa uzuri kabisa, naamini umewaelewa pia ambaye unatufuatilia na kutazama kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni jukumu lako kwa kama mwanafunzi kujua haki yako kama mwanafunzi, kama rafiki yangu hapa alipozungumza, lakini kujua wajibu wako wewe kama mwanafunzi kama ambavyo marafiki zangu pia wameongea hapa. Sasa tukamsikilize Mzee Patrick Kainda kwa ufupi, na yeye atueleze namna ambavyo mwanafunzi anapaswa atimize wajibu wake, lakini kuzijua haki zake, namna gani anaweza kaishi katika misingi hiyo ili kuendelea kubaki kuwa mwanafunzi bora. Mzee Patrick, karibu, tupe na wewe mtazamo wako juu ya haki na wajibu wa mwanafunzi. Asante sana ndugu mtangazaji. Mwanafunzi akiwa amekuja shuleni lazima awajibike ili kupata matokeo. Kuwajibika maana kufanya yanayotakiwa kufanywa ili apate matokeo. Sawa kabisa. Na kwa sababu hawezi mmoja hapo alizungumza hiyo. Hawezi kupata anachotaka bila kutimiza wajibu wake. Kabisa. Na sio tu kwa wanafunzi, hata wewe mtu mzima huko uliko, timiza wajibu ndipo utakapofanikiwa katika hayo unayotaka kuyafanya. Kwa hiyo hilo la kwanza. Kwa hiyo lazima mwanafunzi utimize wajibu. Kutimiza wajibu ni kufanya yanayotaka yafanywe ili ufanikiwe. Yale yaliyokuleta hapa ndio yanakueleza ufanye hiki na hiki na hiki ili ufanikiwe. Lakini pia ni kwamba wanafunzi hawa wana vitu ambavyo wanataka. Kwa hiyo lazima shule iwatimizie pia. Ili waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Kwa hiyo wanatakiwa wana haki zao ambazo lazima wapewe kama wanafunzi na ziheshimike ili basi waweze kufanya vizuri bila kuwa na mashaka na masononeko. Hata hivyo kitu cha msingi mwanafunzi ni kujua wajibu wako wewe, ndio kikubwa zaidi. Lile la shule itafanya nini juu yako ni la pili, lakini wewe ni wajibu wako kwanza. Kwa sababu wajibu wako wewe ndio utakufanikisha katika maisha yako ya shule. Na ukifanya hivyo, hapa wewe unapita tu na hiyo utafanikiwa na utafanya vizuri katika maisha yako. Sio ya shule tu, na huko unakoenda wewe unajua wajibu wako. Wajibu wako ndio utakufanya uwe tofauti na ufanye vitu tofauti. Asanteni sana. Tulikuwa na wanafunzi hawa katika benchi la ufundi shule ya sekondari George Kongoe hapa, tumezungumza kwa uzuri kabisa na wameeleza mtazamo wao juu ya haki na wajibu wa mwanafunzi. Naamini pia ambao unatufuatilia imekaa poa sana. Hili ni benchi la ufundi na hii ni Big School, na hawa ni marafiki zangu, niwashukuru sana jamani. Asante. Si ndio Asanteni sana kwa mawazo yenu, yatawasaidia wengine pia ambao wanawatazama. Mimi ni Innocent John, tukutane pia katika kipengele kingine ambacho kinafuata mara baada ya benchi la ufundi.